Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki huipati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Leo inshallah tutaendelea na darasa letu la 31 tukifasiri surati al-An'am ambayo ni sura ya 6 aya 146. Kabla ya kuendelea kuifasiri aya hii, nitapenda kueleza uhusiano wa aya hii na aya iliyotangulia. Aya iliyotangulia ilikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nitaisoma niifasiri kidogo kisha turudi hapa. Alikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharimisha vitu vinne kwa Waislamu. Aya ya leo ni Mwenyezi Mungu ameziharimisha baadhi ya vitu kwa Mayahudi. Vile vitu vinne nikizisoma katika aya ambayo ni moja kabla hii, Mwenyezi Mungu alisema qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu, sema sipati katika nilicholetewa wahi kitu ambacho kinaharimisha kwa yule ambaye ni mwenye kula, illa an yakuna maitatan au daman masfuha, isipokuwa iwe ni mzoga au damu yenye kumwagika, au lahma khinzirin fa innahu rijs, au nyama ya nguruwe, basi hiyo ni rijs. Na hapa kuna tafsiri mbili. Tafsiri yenye nguvu ni kwamba hivi vitu vitatu vyote ni uchafu, ndio rijs, yani mzoga na damu yenye kumwagika na lahma khinzir na nyama ya nguruwe. Au fisqan uhilla li ghairi llahi bih, au kwa upotofu kumechinjwa kitu kilichochinjwa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Faman ittara ghaira baghin wala aad, mwenye kuwa na dharura pasina kuwa amependelea au ametupa mipaka, fa inna rabbaka ghafurur rahim, mola wako ni mwingi wa kusamehe na ana huruma. Aya hii ilikuwa kama yawaeleza Waislamu wakati wa Maka, kwa sababu surati al-An'am yote iliteremka Maka, kwamba takriban vitu walivyokatazwa katika vyakula ni hivi vinne basi, lakini baadaye zikaongezeka baadhi ya vitu vingine ambao zikatajwa katika mji wa Madina, ambayo ni mambo kadhaa. Kwa mfano ndege au mnyama ambaye anakucha na vitu vinginevyo. Kitu muhimu nilikuwa nataka kusema kabla ya kuendelea ni kwamba katika Uislamu asli ya vitu ni kama ni vyakula ni halali zote, ila zitajwe ambazo ni haramu. Ikiwa ni bei, mambo ya biashara, ni halali kila kitu, ila kitajwe ni haramu kama riba na vinginevyo. Kwa hivyo katika Uislamu kitu ukitaka kula au kufanya, huulizi kuna aya gani ambayo imehalalisha, bali unasema je, jambo hili ni katika mambo yaliyoharamishwa? Kama haikuharamishwa basi ni halali mpaka kutokee yani kitu kingine cha kuonyesha ni haramu. Sasa baada ya kuifasiri aya hiyo, napenda kuwakumbusha wenye kufuata darasa langu kwamba wiki iliyopita nilitaja baadhi ya mafunzo tunayopata katika aya hizi kuhusu na animal science au kuhusu na upande wa sayansi, madhara na kitu kinginecho. Kwa hivyo nawaomba wale ambao wataka kujua tafsiri katika vitu hivyo waweza kurudia
darasa langu la surati al-Maida la 3 ambayo nilikuwa nafasiri hapo aya ya 3 na aya ya 4, nilizungumza kwa urefu zaidi kuliko nilivyoizungumza katika wiki iliyopita, kwa sababu niliona ni aya zisharudiwa katika mahala fulani katika Qur'ani katika surati al-Maida. Kwa hivyo leo tuendelea na aya hii, wa ala alladhina hadu, twaja kwa Mayahudi sasa. Na kwa wale ambao ni Mayahudi, haramna kulla dhi dhufur, tumeharamishia kila wenye kucha, yani wanyama wenye kucha. Wa min albaqari walghanami haramna alaihim shuhumahuma, na katika ng'ombe na kondoo na mbuzi tumewaharamishia shahamu yao. Illa ma hamalat dhuhuruhuma, isipokuwa ile iliyobeba migongo yao, au alhawaya, au matumbo, au makhtalata bi'azmi, au iliyotangamana na mifupa, yani shahamu iliyotangamana na mifupa. Dhalika jazainahum bibaghihim, hakika tuliwalipa hayo kwa sababu ya uasi wao. Wa inna lasadiqun, na sisi ni wenye kusema kweli. Fa in kadhabuka, basi wakikukanyusha, faqur rabbukum dhu rahmatin wasi'a, sema kwamba Mola wangu ni mwenye rehma iliyoenea. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin, wala haizuiliki adhabu yake kwa watu waovu. Maelezo ya aya mbili hizi, Mwenyezi Mungu amesema wa ala alladhina hadu, baada ya kueleza Waislamu vitu gani ni haramu katika vyakula ambavyo ni vitu vinne kama tulivyozitaja. Sasa Mwenyezi Mungu aeleza Mayahudi walikuwa na vitu vingine wameharamishiwa ambao kwa Waislamu hazikuharamishiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya makosa yao fulani walioyafanya, na tutaeleza hayo. Kwa hivyo ala alladhina hadu, na kwa wale ambao ni Mayahudi, haramna, tumewaharamishia kulla dhi dhufur, kila mnyama au kila mwenye kucha, yani mnyama mwenye kucha. Na hapa Ibn Abbas atuelezea hiya dhawatu dhilf, wanyama wenye kucha ni wale wanyama wenye kwato zao hazina mwanya katikati, kama kalibili wa naam, kama ngamia na mbuni. Ukiangalia mguu wa ngamia, miguu miwili ya mbele na miguu miwili ya nyuma, ule mguu wao kwato zake kuna kama mgawanyo kiasi fulani kuonyesha kama vidole viwili, lakini mgawanyo ule haukugawanyika wazi, yani hakuna mwanya katikati. Na ukimwangalia mbuni ni hivyo hivyo. Na anasema Ibn Abbas, wama laysa bidhi asabi'in munfarija, yani wanyama walioharamishwa ni ambao hawana vidole vyao vya miguu ambavyo vina mwanya kati, kalbati, kama bata, wal iwaz, na bata bukini. Bata ukimtizama, kwa hakika pengine mimi upande wangu ni takhasusi yangu animal science, ukimtizama miguu yake mitatu, zile vidole, afwan, miguu ni mawili lakini vidole vyake vitatu zimepambanuka hivi kidogo, lakini kuna kama webe, kuna kama ngozi imeunganisha, kwa hivyo haziko wazi. Kuku ukimtizama ana vidole vitatu vile vile zimeelekea mbele na kimoja nyuma, na bata vile vile, lakini vidole vyake hakuna kitu katikati. Sasa kuku Mayahudi wanakula, bata na bata bukini hawali. Ng'ombe na mbuzi na kondoo wanakula, na ukitizama kwato zao zimegawanyika na kuna kama mwanya katikati. Anasema Ibn Kathir, kullu dabatin laysa mashkukatul hafir, kama alivyosema Ibn Abbas, kila mnyama ambaye miguu yake kwato zake hazina mwanya katikati, basi ni haramu kuliwa na Mayahudi. Na ndege vile vile, kwa mfano pia wao hawali himarul wahy,
pundamilia. Pundamilia ukimwangalia kwato yake hata hana mgawanyo, ni kama moja tu namna hii basi, haina mgawanyo wowote, walikuwa pia hawamli. Wa min albakari walghanami haramna alaihim shuhumahuma, na katika ng'ombe, yani Mwenyezi Mungu akali azungumza juu ya Mayahudi. Kuna vitu viwili hapa tutazieleza ambazo ni haramu. Moja ni masala ya kutegemea kwato, na la pili ni shahamu. Wa min albakari walghanami, na katika ng'ombe na kondoo na mbuzi, haramna alaihim shuhumahuma, tumewaharamishia shahamu yao. Ukenda kwenye Qurtubi anaeleza mambo haya ya shahamu ya mafuta yake. Qala Qatada ibn Damama, yani thurub kwa Kiarabu itwa shurub, wa shahmul kilyatain, yani thurub asema ni jamu tharb, ni shahamu iliyoko katika karsh ni matumbo ya mnyama. Kama kwa binadamu kusema mtu ana kitambi, yale mafuta yaliyoko pale, na kilyatain vile vile mafuta yaliyoko juu ya figo mbili. Asudi asema ni hiyo ala alkarshi wal am'a, na katika tumbo. Nyama ruminant kama ng'ombe, mbuzi na kondoo, matumbo yake ni manne. Ana rumen, ana reticulum, ana omasum, ana abomasum. Katika anatomy matumbo manne, chakula hutoka moja kingine. Kwa hivyo mafuta yaliyoko katika ile matumbo katika kitambi, na katika am'a ni small intestine, katika chango au matumbo membamba. Kisha Mwenyezi Mungu aendelea kusema, illa ma hamalat dhuhuruhuma, ila iliyobeba migongo yao. Shahamu ikiingia kwenye migongo hiyo yaruhusiwa, au alhawaya, au matumbo, au makhtalata bi'adhm, au nyama iliyotangamana na mafuta na shahamu, ile si haramu. Anasema Wahb az-Zuhaili kwa Mayahudi wao, baada ya hizi vitu vinne ambazo tumezitaja kwa Waislamu ni haramu, almaitata wa dama almasfuha wal khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi, vitu vinne hivi wana na hivi vitu viwili aina mbili. Moja ni mnyama mwenye kwato ya aina fulani isiyo na mwanya, na ya pili ni shahamu ya wanyama ng'ombe na mbuzi, manake wao ibili hawamli, maharamishiwa. Sasa Mwenyezi Mungu aeleza sababu ya kuharamishiwa. Dhalika jazainahum bibaghyihim, hayo tumewalipa kwa uasi wao. Anasema Ibn Kathir kwamba Mwenyezi Mungu humdhikisha mambo, huyafanya mambo yawe mazito kwa watu ikiwa watu wale ni wapotofu na hawafuati amri za Mwenyezi Mungu. Na Mayahudi kwa wakati fulani amri nyingi za Mwenyezi Mungu, wakati wote wa Nabii Allah Musa, na hii ni kabla, walikuwa na shida kama hizo. Anaeleza Mwenyezi Mungu aya nyingine kuzungumza juu ya Mayahudi na vitu hivi kuharamishiwa. Asema fabidhulmin min alladhina hadu, kwa sababu ya dhulma waliofanya hawa Mayahudi, haramna alaihim tayyibatun uhillat lahum, tumewaharamishia tukafanya ziwe ni haramu, tayyibatun, vitu vizuri, uhillat lahum, ambao zilikuwa ni halali mwanzo, lakini kwa upotofu wao na ukaidi wao tukawaharamishia. Hilo ni moja. Wa bisaddihim an sabilillah, na kwa kuzuia watu kufuata njia Mwenyezi Mungu. Wao hawaamini baadhi ya mambo na hupinga watu wafanyizia njama wasiamini, na hili ni jambo mpaka leo ndio wanafanya sana wao. Wa akhdhihim riba wa kad nuhu an, na kuchukua riba na wamekataliwa. Riba imekatazwa katika Qur'ani, imekatazwa katika Taurati, kitabu kilichoteremshwa Musa, imekatazwa katika Injili, kitabu kilichoteremshwa Nabii Allah Isa alayhi salam.
wa aklihim amwala nnasi bilbatil, na kula kwao mali ya watu kwa dhulma. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewaongezea baadhi ya mambo kwa sababu hizo. Unaona, kwa kawaida Mwenyezi Mungu kama alivyotuambia katika Qur'ani, anahalalisha kila kilio kizuri na haramisha kila kilio kibaya. Nitaisoma aya hapa. Mwenyezi Mungu asema, alladhina yattabi'una ar-rasul, waislamu hawa muuminin ni wale ambao wamfuata mtume al-ummi, hajui kusoma na kuandika, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat, ambaye mtume huyo wanampata Mayahudi na Wanaswara ameandikwa jina lake na sifa zake fi Taurati, katika Taurati kitabu cha Mayahudi, wal Injili, na katika Injili kitabu cha Wanaswara. Yaamuruhum, mtume huyo anawaamrisha watu Waislamu bil ma'ruf, wafanye mambo mema, wa yanhahum anil munkari, na wakataza wawache mambo mabaya, wa yuhillu lahum at-tayyibat, na wahalalishia kila vitu vizuri, wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha, na awakataza kila kitu kibaya. Kwa hivyo kawaida mitume huifanya dini iwe rahisi, ila mtu kama nilivyosema akipotoka, basi Mwenyezi Mungu huweza kuyafanya mambo yake ikawa magumu. Na aya hiyo tukimaliza, wa yadha'u anhum israhum, na mtume huyo Mtume Muhammad anawapunguzia mizigo waliokuwa nayo, wal aghlal allati kanat alayhim, na minyonyoro waliowekewa juu yao. Kwa hivyo Mtume Muhammad amekuja kuifanya sharia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sharia yaendelea kuundwa kutoka wakati wa Taurati na wakati wa Injili. Vitabu vyote hivi vitoka kwa Mwenyezi Mungu, tukiziangalia katika ile hali ambayo hazikubadilika. Ikija Qur'ani imesahilisha baadhi ya mambo ambayo yalikuwa hayako katika Taurati na Injili. Mojawapo ni kusahilisha vitu ambavyo vifaa kuliwa vikawa ni vingi zaidi, na Waislamu hawakukatazwa kula ngamia wala kula mnyama ambaye kwato zake kwa aina fulani, wala kula mafuta, yani shahamu ya mnyama yoyote. Wa inna la sadiqun, Mwenyezi Mungu asema, na sisi ewe Muhammad tunayosema ni mambo ya kweli, ni Mwenyezi Mungu. Fa in kadhabuka, sasa sema Mwenyezi Mungu hawa Mayahudi, fa in kadhabuka, wakikukanyusha wewe, wakakukadhibisha, faqul rabbukum dhu rahma, waambie kwamba Mola wenu, na Mola wenu ndio Mola wetu, ni yule yule Allah. Dhu rahmatin, hapa ni targhib, wavuta, ni mwenye rehema nyingi, wasi'a, iliyoenea rehema yake. Hii ni targhibi lisalihina, watu wema, ikiwa waambiwa Mayahudi, waambiwa Manaswara au mtu mwingine asiyokuwa yeye. Lakini sasa arudi kutia, baada ya targhib, tarhib, kutisha, kwa sababu binadamu siku zote, na ndio Qur'ani usulubi yake, yaleta kukuvuta na kukutisha, kukutamanisha mambo mazuri, kwamba ulimwengu wako utakuwa mzuri kufuata dini na ukenda akhera utapata janna, na kwamba ukifanya mambo mabaya hapa mambo yako yatakuwa mabaya na kesho akhera utakuwa na motoni. Wala yuraddu ba'suhu, wala haizuiliki adhabu yake Mwenyezi Mungu, huu yarejea kwa Mwenyezi Mungu, anil qaumil mujrimin, kwa watu waovu. Yani kimaanisha kwamba ukiwa mwema Mwenyezi Mungu ana rehema yake imeenea, ukiwa mbaya ujue adhabu yake haiwezi kukuepuka wala huwezi kuizuilia, itakuja tu wakati wake. Na hii ni tarhib. Mafunzo tunayapata kutoka katika aya hii kwamba kila kitu ambacho ni haramu au ni halali, Mwenyezi Mungu ndiye anayesema hiki ni haramu na hiki ni halali, kutokana na kitabu chake Qur'ani na kutokana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hasemi ovyo tu, isipokuwa anasema akiteremshwa wahi, zile hadithi teremshwa wahi kwa maana yake, sio ya maneno. Maneno Qur'ani ndio teremshwa wahi wa maneno na maana yake, lakini hadithi ile kule kutunga huitunga Mtume, lakini ile maana huwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu.
Baada ya Qur'ani na Sunna, pia sharia yaendelea kuangalia ijma', na ijma' ni consensus, ni wanavyuoni wote kama wamekubaliana kwa jambo, na sana jambo hilo huwa limetajwa katika Qur'ani na Sunna, na kiasi inachukuliwa kama kitu hakikutajwa katika Qur'ani na Sunna, lakini kuna ila. Kwa mfano kama tunavyosema khamri, tembo ni haramu kwa sababu yamkosesha mtu akili. Kwa hivyo kitu chochote kikija sasa chamfanya mtu akikitumia, ikiwa ni kunwa, ikiwa ni kuvuta, atakosa akili, kitu kile kwa kufuata kiasi itakuwa ni haramu vile vile. Na mambo mengine tena katika namna ya kutengeneza fatwa na kujua kitu ni halali au ni haramu. Jambo la pili, tumesema kwamba Mayahudi walifanywa mambo yao yawe magumu kwa sababu ya upotofu, na mpaka leo watu wakiwa hawamfuati amri za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu huatilia dhiki katika maisha yao. Maasi ni hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, walau anna ahla alqura, lau kwamba watu wa miji amanu, wengemwamini Mwenyezi Mungu, wataka wakamwogopa Mwenyezi Mungu sawa sawa, la fatahna alaihim barakatun minas samaa, tungewafungulia milango ya baraka kutoka mbinguni, kukaja mvua, wal ardhi, na ardhi. Mvua ile ikaleta mimea, ikaleta chakula kingi na neema nyingine mbalimbali wakazipata, ikiwa ni katika ardhi zao, ikiwa ni petroli, ikiwa ni vitu vingine, ni maadini mengine. Walakin kadhabu, lakini wao hawa tunaozungumza, ikiwa ni Makureishi, kadhabu, wamemkanyusha Mwenyezi Mungu, au wale waliotangulia, ikiwa ni kaumu Nuh, ikiwa ni kaumu Ad, ikiwa ni kaumu Thamud, kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun, tukawapatiliza kwa yale walioyachuma, tukawaadhibisha. Tunajua kaumu Nuh waliadhibishwa kwa tufan, na kaumu Ad waliadhibishwa vile vile, na kaumu Hudi na wengineo. Sasa pengine mtu aweza kusema, wewe wasema hivyo, na saa nyingine utaona watu si Waislamu na wamefunguliwa milango ya neema kadha kadha. Naam, Mwenyezi Mungu anafungua saa nyingine milango yake ya neema, kuna sababu. Uislamu tu sio inakufanya, maanake Uislamu itakuwa Uislamu wafuata Uislamu. Tukiangalia sasa sisi tulivyo, utaweza kuona kuna baadhi ya dola ambazo si za Kiislamu, lakini wana demokrasia, wana uadilifu, wana haki zaidi kuliko dola za Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu huweza kumfungulia mambo mtu akawa si Muislamu, lakini baadhi ya mambo yake ni mazuri. Au kuna istidraj, watu si Waislamu na si wazuri, lakini Mwenyezi Mungu akawafungulia mambo ili wazidi kujiona na waendelee katika upotofu wao mpaka Mwenyezi Mungu aje kuangamiza. Hiyo pia yaja kwa wasio kwa Waislamu na kwa Waislamu wale ambao ni wanafiki kama tulionao wengi sasa, yani hawapatilizwi haraka. Mwenyezi Mungu akikupenda, hata wewe tuna mimi, utaona ukikosea kidogo pata kibati, ni ishara Mwenyezi Mungu akupenda, urudi kwake. Umepanukiwa, umepata mali, mara umeanza kuwa mgumu, mara umeanza kufanya hivi, mara ukapata hasara fulani. Umeona una afya nzuri, mara ukapata ugonjwa fulani, urudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu ikiwa hakukupenda hivyo, aweza akakupatia neema na ikaendelea neema hiyo, na wewe ukiwa ni mjinga utakuja kusema, kwa nini, mbona mimi naendelea kupata neema kama Mwenyezi Mungu alikuwa hapendi angenipatiliza? Hiyo ndio hatari. Na hapa kwa upande wa watu wema kwamba waweza kupata dharubu, nataka kutoa hadithi nieleze kwa kama hali tulivyo sasa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa mkewe Zainab binti Jahsh, naye amekasirika. Hakukasirishwa naye, akasema, wailun lil'arab min sharrin qad ikhtarab, ole kwa Waarabu. Wakati huo wengi walioslimu ni Waarabu, na pengine alikuwa kusudia wao au Waislamu. Min sharrin qad ikhtarab, kwa shari ambayo inakurubia itakuja. Sitaki kuieleza shari hiyo nini, katika masala ya Juju wa Majuju itakuwa ni tafsiri mrefu, lakini nitaka sehemu mbele ya hadithi. Zainab akashtuka akamwambia, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, tuweza kuangamizwa sisi na katika sisi kuna watu wema? Jawabu la Mtume ilikuwa ni nini?
Naam, ndiyo. Idha kathura alkhabath, wabaya wakiwa wengi na ubaya ukiwa mwingi sana, ndio majority, basi mwaweza mkaangamizwa na katika nyinyi wako watu wema. Na hii ndio hali yetu kwa sasa. Utaona twaziita miji yetu kwamba ni miji ya Kiislamu, lakini ukiangalia mambo wanayofanya na wako pamoja na zaidi na kila adui ya Kiislamu kuliko Waislamu wenzao, na istidraj hawajapatilizwa, lakini na wao wakipatilizwa wataingia waliomo na wasokuwemo, hasa ikiwa wao ni wengi, na hasa ikiwa wale maulama hawafanyi amri bil ma'ruf wala nahy anil munkar. Fa in kadhabuka, basi wakikukanyusha wewe, faqul rabbukum dhu rahmatin wasi'a, sema Mola wangu ana rehma iliyo imeenea, wala yuraddu basuhu, wala adhabu yake haiwezi kuzuiliwa, anil qaumi almujrimina, kwa watu waovu. Mwenyezi Mungu hapa tunataka kumalizia, katika Qur'ani ana uslubu mbili, na nitatoa aya kama 3 hivi au 4. Ana staili ya kusema kuonyesha kwamba targhibi na tarhib, kuwavutia watu na kuwatisha kwa mara moja, kwa sababu binadamu akiambiwa rehma za Mwenyezi Mungu na ni mwenye kusamehe kila madhambi na kila kitu, aweza akaghaflika asijichunge, na akiambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali sana na yeye akawa amefanya madhambi, aweza kuona mimi basi sikulekea tena kuingia peponi, heri niendelee. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hupenda kuweko kati na kati. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani mahali mbalimbali, inna rabbaka sari'ul iqab, ameanza kwa iqab. Mola wako sari'ul iqab, ni mwepesi kumadhibu mtu, wa innahu laghafurur rahim, lakini na yeye Mola huyo ni mwingi wa kusamehe na ana huruma. Mahali pengine yasema ameanza kwa rehma hapa, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnas, na Mola wako ana msamaha mkubwa kwa watu, ala dhulmihim, pamoja na kuwa wamedhulumu, wa inna rabbaka la shadidul iqab, aya hiyo, lakini na Mola wako adhabu yake ni kali. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema nabi ibadi, waambie waja wangu, anni ana al-ghafurur rahim, kwamba mimi ni mwingi wa kusamehe na nina huruma, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, na kwamba adhabu yangu ni adhabu kali. Na twaeleza tena aya nyingine 2, Mwenyezi Mungu ajisifu kwamba yeye ni ghafiru dhambi, mwenye kusamehe makosa madhambi, wa qabilu taub, mwenye kukubali tauba mtu akirudi kwa Mola wake, shadidul iqab, ukitotubia na ukirudi kwa Mwenyezi Mungu adhabu yake ni kali. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema inna batsha rabbika la shadid, hakika kutesa kwa Mola wako ni kukali akitaka kutesa. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, yeye ndiye aanzisha kukuleta duniani, wa yu'id, na akakurejeza kwenda akhira. Wa huwa al-ghafurur wadud, na yeye ni mwingi wa kusamehe na mwenye mapenzi mengi. Tuendelee na aya nyingine na kuzungumza juu ya hawa Makuraishi na upotofu wao. Baada ya kuwa amezungumza juu ya hawa watu ambao ni makafiri na vipi wapotoka na hawaleti hoja zilizo za kisawa, sasa Mwenyezi Mungu ataka kuonyesha mjadala fulani kwamba wao kwa hakika maneno yao hayatakao kuyasema si ya kisawa. Asema Mwenyezi Mungu, sayaqulu alladhina ashraku law shaa Allahu ma ashrakna. Waja shubha nyingine sasa, sayaqulu alladhina ashraku, watasema wale walioshirikisha, law shaa Allahu ma ashrakna, lau Mwenyezi Mungu angependa sisi hatungemshirikisha, wala abauna, wala wazazi wetu,
wala haramna min shay, wala hatungeharimisha kitu chochote. Taieleza katika maelezo hata ifasiri. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim, kama hivyo ndivyo walivyokadhibisha wale waliokuja kabla yao, hawa Makuraishi, umma uliotangulia. Hatta dhaqu basana, hata mpaka wakapatwa au wakapatilizwa na adhabu yetu. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, waambie, je, nyinyi muna elimu, ujuzi wa haya munayosema? Fatukhrijuhu lana, mukatuletea nasi ujuzi wenu. In tattabi'una illa dhanna, Mwenyezi Mungu awajibu, nyinyi hamufuati illa dhana, wa in antum illa takhrusun, na nyinyi hamkuwa isipokuwa ni wasemaji uongo tu. Qul falillahi alhujjatu albaligha, sema basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hoja iliyo wazi kabisa. Falau shaa lahadakum ajma'in, na lau angetaka Mwenyezi Mungu angewaongoza nyote. Tuendelee na maelezo ya aya hizi mbili. Sayaqulu alladhina ashraku, hapa ni miujiza. Mwenyezi Mungu atuambia jambo ambalo Makuraishi hawajafanya, kwamba watakuja kusema maneno haya na wakasema baadaye. Na huu ni uslubu ya Qur'ani, mara nyingi utasoma sayaqulu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu alipomwamrisha Mtume Muhammad alekee qibla ya al-Kaaba baada ya kulekea Bait al-Maqdis kama qibla cha kwanza kwa takriban kama miezi 16 au 17, alimwambia Mwenyezi Mungu maneno haya: sayaqulu sufahau minan nas, watasema wapumbavu katika watu, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, ni jambo gani lililofanya Waislamu kujiepusha kugeuza qibla walichokuwa kikifuata? Sayaqul, na wakasema watu. Na hii ndio miujiza yenyewe, maana kasema hivi kisha na watu huja wakasema. Na mahali pengine aya iliyofanana na hii tuliyosoma, Mwenyezi Mungu asema waqala alladhina ashraku, na wasema wale waliomshirikisha Mwenyezi Mungu, lau shaa Allahu ma abadna min dunihi min shay, lau Mwenyezi Mungu angetaka hatungemwabudu badala ya Mwenyezi Mungu mwingine yoyote. Nahnu wala abauna, sisi wala wazazi wetu hawangeabudu miungu mingine. Wala haramna min dunihi min shay, wala hatungeharamisha pasina amri yake au pasina yeye, min dunihi min shay, kitu kingine chote hatungeharamisha sisi. Kadhalika faala alladhina min qablihim, namna hii ndivyo walivyofanya wale watu waliokuja kabla ya wao. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema lau shaa arrahman, watu wasema lau angetaka arrahman, Mwenyezi Mungu mwenye sifa ya rehma, ma abadnahum, hatungewaabudu hii miungu ambayo tuwaabudu, yani masanamu. Ma lahum bidhalika min ilm, hawana ujuzi yoyote kwa maneno hayo. Inhum illa yakhrusun, hawakuwa wao isipokuwa wasema uongo tu peke yake. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim, maneno kama haya waliyasema watu waliotangulia mpaka adhabu yetu ikaja. Inaonekana mara nyingi mitume wakija huu au walikuwa na watu wana masuala yao na mjadala wao, hii ilikuwa ni aina moja ya mjadala wao, kama vile ambao kila mtume aambiwa ni mwendawazimu au akili yake si mtu sawasawa, ni mpumbavu au mambo mengine. Basi na haya pia walikuwa wakiambiwa kwamba kama Mola wako alikuwa kwa hakika ataka sisi lazima tufuate dini yako, angetufanya tufuate. Qul hal lakum min ilmin fatukhrijuhu lana, hii tutakuja kuieleza katika mafunzo yake sasa hivi, kwamba dini ya Kiislamu kila kitu yataka proof, yataka dalili. In tattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, nyinyi mwafuata dhana tu. Tuje katika mafunzo ya aya hizi. Makafiri kwa maneno yao haya kusema lau walikuwa wao
miungu anayoabudu si ya kisawa, Mwenyezi Mungu hangewakubalia, yani angewalazimisha wafanye kitu kingine. Hii katika fiqh yaitwa ni kauli al-Jabariyya. Jabariyya ni kwamba kuna baadhi ya watu walitoka katika poti la Kiislamu ambalo si la kisawa, kuona binadamu hana satwa, yeye hana nguvu ya kufanya jambo vile anavyotaka, anapelekwa na Mwenyezi Mungu kufanya mambo kuwa mwema au kwa mbaya, ambayo si sawa. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vyake aina tatu. Ameumba viumbe kama hayawani, hawana ujuzi wa kujua kitu chochote, wanaendelea tu kufanya mambo kwa maumbile. Ameumba viumbe kama malaika, hawawezi kumuasi Mwenyezi Mungu, wanafanya vile walivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha ameumba binadamu na majini, akawapatia nafasi ya kuweza kufanya hili au hili, wana khiari, akawawacha angalia watafanya nini, na hayo tutaeleza sasa hivi kwa urefu. Kisha Mwenyezi Mungu vile vile atuambia katika Qur'ani, inna hadainahumus sabil, sisi tumewaongoza watu njia. Njia gani? Imma shakiran wa imma kafura. Imma tumemwelezea njia mzuri, akitaka kuifuata tafaulu, au njia mbaya azijua, sasa tumemwacha yenyewe. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu asema wahadainahumun najdain, tukawaongoza njia mbili, tukamwacha binadamu afuate vile anavyotaka yeye. Na tujue vile vile kwamba binadamu kuna hidayah mbili. Kuna hidayatul bayan, hidayah ya kuelezwa jambo zuri likoje. Hii ndio hidayah anakuja nayo kila mtume, kueleza watu haki, na kila dai anafanya hivyo. Kuna na hidayah ya tawfiq. Hidayah ya tawfiq ni baada ya kuelezwa Mwenyezi Mungu akakusudia tawfiq, na tawfiki ya Mwenyezi Mungu yaja kwa kumjua Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wake al-azal, kwamba huyu mtu ni mwema na muongoza mimi, na ikiwa si mwema na muacha katika upotofu wake. Na Mwenyezi Mungu huleta mitume kuwaeleza watu, na huleta miujiza kuwasadikisha mitume. Sasa mjadala kwamba lau shaa Allahu ma ashrakna, hii twasema ni qaulu haqqin yuradu bihi albatil, neno la kweli la kusudiliwa ubaya. Vipi? Mwenyezi Mungu ana irada za aina mbili. Kuna irada alkaunia alqadariya, matakwa yake ya kiulimwengu ya qadar. Kuna kadari yake ashaipitisha, lakini aipitisha vipi kadari yake? Aipitisha kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu, amjua binadamu huyu ni mbaya, kwa hivyo ashamwandika ni mbaya, si kwa sababu amemwandika kumlazimisha. Ni kama mwalimu kumjua mtoto huyu ni mzuri na mwenye kufanya bidii na akili yake ni mzuri, akawasema huyu atafaulu. Na kama mwalimu ambaye ajua mtoto mwingine si hodari au na hataki kusoma uzuri, akasema huyu atafeli. Walillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Kuna na iradatu diniya shar'iyya, matakwa yake ya kisharia, nitaeleza kwa ufupi. Irada ya qadariya ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mfano, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, yule ambaye Mwenyezi Mungu ataka kumuongoza anamfanya kifua chake kikafunguka kupenda Uislamu. Huyo amemuona Mwenyezi Mungu ni mtu mwema, amweleza akipata kujua habari ya dini yake na akamfungulia kifua chake. Yule mwingine, waman yurid an yudhillahu, yule anayemtaka kumwacha na upotofu wake, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, humfanya kifua chake kikawa cha dhiki na kimebana kwa sababu yeye ni mpotofu. Wala haramna min shay'in kadhalika kadhaba alladhina min qablihim. Kisha hapa twasema kwa nini makafiri mara nyingi aina yao huwa ni ile ile. Kuna mahali aya yasema Mwenyezi Mungu, maana kama upotofu kila mahali walikisema hivi, la insha Allah ma ashrakna. Kuna mahali Mwenyezi Mungu sema atawasau bi, je, wamehusiana hawa?
kwamba sisi kitambo tulisema kadhaa na nyinyi semeni kadhaa, lakini Mwenyezi Mungu ajibu asema bal hum qaumun taghun, hawa ni watu maasi, ndio tabia zao. Na hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, je, mna ujuzi mtupatie? Dini ya Kiislamu ni dini yataka dalili, si dini ya kikhurafi ya kusema tu maneno. Kila kitu yataka utoe dalili tu ataka kusema, na tutakuja kuona utoe ushahidi, utakuja ni aya nyinginezo ukiwa umesema kitu. Na Mwenyezi Mungu amesema hapa, in tattabi'una illa dhanna, hamfuati nyinyi isipokuwa dhanna, wa in antum illa takhrusun, isipokuwa na nyinyi mwasema uongo peke yake. Mahali pengine Mwenyezi Mungu amezungumza aya hiyo ya masala dhanna, asema wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, watu wapotofu wengi wao hawafuati illa dhana. Inna dhanna la yaghni min alhaqqi shay'a, hakika dhana haifai kitu chochote mbele ya haki. Dhana huwezi kuprove kitu kwa dhana, nataka ujue na haki. Inna Allaha alimun bima yaf'alun, qul falillahi alhujjatu albaligha, sema basi Mwenyezi Mungu ana hoja zake zilio wazi ambazo ni hizi azungumza nazo. Falau shaa lahadakum ajma'in, lao Mwenyezi Mungu ataka angeweza kuongoza wote. Nimesema mimi kabla pale kwamba kalimata haqqin yuradu biha albatil. Vipi? Ni kweli lao Mwenyezi Mungu ataka kuongoza watu angeongoza wote, lakini angeongoza wote vipi? Kwa kuwafanyizia nguvu. Kinguvu wa lazima wawe Waislamu, kama ataka ataweza kuwafanyia, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka dini hii iende kinguvu. La ikraha fi din, hakuna kulazimishana kwa nguvu, wala Mwenyezi Mungu hakutaka akutufanye sisi namna hiyo, la tuwe mambo tufanye kwa nguvu. Nataka tufanye kwa khiari, ili tukifanya mema tulipwe mema, tukiwacha kufanya tulipwe mabaya. Mwenyewe ametaka kuleta ulimwengu hali hii. Kama hakutaka Mwenyezi Mungu angeufanya ulimwengu kama kesho akhera, yani angefanya kwa mfano watu wote wakai milele, wasife, wasipewe mitihani. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, haulizwi yeye mambo anayofanya mwenyewe. Amependa dunia hii iwe ni mahala pa mtihani na akhera ni malipo. Kwa hivyo ameleta masala haya na akatuacha sisi kama binadamu tuweze kufanya zuri na baya. Tukifanya zuri tupate faida yake, tukifanya mabaya tupate hasara yake. Hapa duniani kidogo, lakini akhera tutapata zaidi, ima zuri au lile baya. Qul halumma shuhadaakum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Sasa pale ametueleza hivyo, tutaka ilmu, ujuzi, fatukhrijuhu lana, utupatie. Sasa Mwenyezi Mungu ataka ushahidi. Nyinyi mwasema kwamba lau shaa Allahu ma ashrakna, muna ushahidi gani wa maneno mliyosema? Qul halumma, sema haya, waleteni shuhadaakum, mashahidi wenu, yashhaduna anna Allaha harrama hadha, waonyeshe kwamba Mwenyezi Mungu ameharimisha mambo haya mnayoyasema haya. Fa in shahidu fala tashhad ma'ahum, Mwenyezi Mungu ajua ni warongo. Wakishuhudia basi wewe Muhammad usishuhudie na wao, ni shahadatu zuri. Wala tattabi ahwa alladhina kadhabu biayatina, wala usifuate hawa ya wale watu ambao wamekadhibisha, wamekanyusha aya zetu. Walladhina la yu'minuna bil akhirah, na wale ambao hawaamini kesho akhera. Wahum bi rabbihim ya'dilun, na wale ambao wamemlinganisha Mola wao na wengine, wamemfanya Mwenyezi Mungu ni kama miungu yao mingine. Tutahitaji kwa urefu hii sasa hivi. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia walete ushahidi. Nyinyi mmepata wapi maneno haya ya kwamba wanyama aina fulani, ikiwa ni bahira tumewataja, saiba, wanyama wa aina fulani wenye kuzaa mimba kadhaa hawafai tena kupandwa, au wengine hawafai tena kuliwa? Mmepata maneno haya wapi? Na maneno haya hawakuyapata katika kitabu chochote wangetoa. Aliyeleta mambo ya kuabudiwa masanamu na masala ya wanyama kwamba ni haramu au ni halali akajipanga vile anavyotaka ni mtu ambaye aitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai. Amr ibn Luhay al-Khuzai alisafiri akaenda upande wa Sham, akaona masanamu, akauliza mwafanya nini? Hao ndio wanatupatia neema kadhaa kadhaa. Akachukua na sanamu wake na akaleta mambo mengi mengine hayo. Hata kuna hadithi ya kuonyesha kwamba siku ya Kiyama atakuwa yeye anazungushwa na
na tumbo zake anavutwa na tumbo zake, kwa sababu amepata faida yeye katika mambo haya yote. Yeye ana dhambi kubwa zaidi na ana faida zake. Maanake hawa wanyama saa nyingine wanaeleza wale waume wasiwale wanawake na vitu vinginevyo, bila shaka alipata ukubwa zaidi kwa mambo kama haya. Kwa hivyo yeye ndiye atakaye kuadhibishwa, na si kwamba walipata kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu chochote. Fa in shahidu fala tashhad ma'hum, wakiwa wenye kushuhudia hayo usishuhudie pamoja na wao, kwa sababu itakuwa ni shahadatu zur. Wala tatabi ahwa alladhina kadhabu biayatina, wala usifuate hawa. Haya ni maneno ya hawatu, ya wale watu ambao wamekanyusha aya zetu. Walladhina la yuminuna bil akhirah, na wale ambao ni watu hawaamini kesho akhera, hao ndio watu wa kutoaminika kabisa. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, na wao wanamsawazanisha Mola wao na miungu mingine. Tukija katika mafunzo tunayopata katika aya hii, mafunzo ni kwamba kama nilivyosema kabla, dini ya Kiislamu ni dini yataka ukweli, ni dini yataka ushahidi katika mambo, ni dini yataka ukitoa kitu useme kimetoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitabu gani? Kimeletwa na mtume, ni mtume gani? Na utuonyeshe nasi. Ni dini ambayo haikubali shahadatu zuri. Shahadatu zuri ni mtu kushuhudia kitu cha ubaya, na ni moja katika vitu ambao ni kabair, madhambi makubwa kabisa. Wala tatabi ahwa alladhina kadhabu, na hawa ni mtu kufuata matamanio yake, na tumekatazwa kufuata hawa za watu waliokanyusha aya za Mwenyezi Mungu, na tumekatazwa kufuata hawa zetu vile vile, bali tufuate amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hawa haiwezi kukupeleka wewe ukafuata sirata mustaqim. Na mtu mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni kafiri, na kawaida makafiri hawamwamini Mwenyezi Mungu. Yaadilun ay yubiduna, wanajiweka mbali na Mwenyezi Mungu. Mushrikina wanamfanya Mwenyezi Mungu na miungu yao wako sawa. Na yaadiluna inayo maana hii. Idli ni kama ngamia akiwa amepewa mizigo yake ikawekwa sawa sawa huku na huku, na mushrikina saa nyingine hufanya miungu yao ni sawa na Mwenyezi Mungu, bali waliyadhu billahi min dhalik. Na wengine tuko sisi vile vile tukosea, saa nyingine huwafanya miungu yao ni ana nguvu zaidi kuliko miungu mingine kama wanavyofanya Mashia kwa mfano, kwamba wale ambao ni maimam wakawapa nguvu kuliko Mtume Muhammad, na saa nyingine kuliko Mwenyezi Mungu, waliyadhu billahi min dhalik. Na kama sisi vile vile tukaja tukawapenda watu fulani salihina au mitume, tukawapa cheo kikubwa kuliko Mwenyezi Mungu, ndio yaadilu. Muislamu wa hakika ni yule ambaye anapiga shahada na akiamini kwamba shahada la ilaha illa Allah, kwamba hakika mimi nasema kwa ulimi wangu na kukiri katika moyo wangu kwamba hakuna Mola anayestahiki kuabudiwa Mwenyezi Mungu isipokuwa Allah, na usimweke yoyote karibu na yeye. Kwa mweka cheo chake ni juu kabisa, na wengine tukianza na mtume ni chini ya kiasi kadhaa, na hakuna sifa ambazo zile zastahikiwa kwa Mwenyezi Mungu tu ukampa mtume au ukampa shekhe au ukampa yoyote ambaye waona ni wali, ambayo sifa ile ni sifa Mwenyezi Mungu. Inshallah tutakoma hapo na tuendelee na aya zitakazokuja ambazo ni muhimu sana, na aya zote ni muhimu. Tutaeleza zile hukumu ya mambo 10 ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia ummati Muhammad, na yasemekana ni amri 10 vile vile aliopewa Nabii Allah Musa na mitume wengi. Inshallah haya tutazungumza katika darasa itakayokuja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, ni kitabu chenye haki huipati